Naam, mtazamaji wa SCTV, hapa ni Mabibo katika jiji hili la Dar es Salaam, na ni ziara ya diwani wa kata ya Mabibo Ashura ambaye amefanya ziara katika barabara hii ambayo inajengwa katika eneo hili la hapa Mabibo. Barabara hii inapitiwa na mitaa mitatu, na lengo la kufanya ziara katika eneo hili ni kufahamu ujenzi unaendelea vipi, changamoto zilizopo, lakini pia ni lini mradi huu utakamilishwa. Na sisi tupo katika ziara hii kuhakikisha kwamba tunakufahamisha kila kitu ambacho kitajiri kutoka katika mradi huu ambao unafanyika hapa Mabibo katika kata hii ya Mabibo hapa jijini Dar es Salaam. Mimi ni Samuel Thomas, nyuma kamera niko naye Azizi Mlangwa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuijia kutoka hapa Mabibo jijini Dar es Salaam. Tafadhali endelea kufuatilia yale yote ambayo yatajiri kutoka hapa Mabibo katika jiji hili la Dar es Salaam. Ni ziara ya diwani wa kata ya Mabibo Ashura ambaye yuko mahali hapa akifanya ziara, na lengo kubwa ni kutekeleza ahadi ambazo waliziahidi kwa wananchi, kuhakikisha kwamba wanawaletea maendeleo, lakini pia kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili. Endelea kufuatana nasi. Barabara yetu hii inaitwa barabara ya Binti Kaenga. Barabara hii iko katika mfumo wetu wa TARURA, mfumo wa DROMAS, kwa hiyo inatambulikana kiserikali kabisa. Inaitwa Binti Kaenga na ina urefu wa kilomita 1.27. Barabara hii iko kwenye matengenezo makubwa kwa sababu TARURA barabara zetu zimegawanyika katika matengenezo mbalimbali. Kuna matengenezo ya kawaida, matengenezo makubwa, matengenezo maalum. Lakini kwa barabara hii iko katika matengenezo makubwa ambapo upgrade hii barabara katika kiwango cha lami kwa barabara yote ambayo itakuwa na urefu wa kilomita 1.2. Mkandarasi yuko hapa ambaye mkandarasi wa barabara hii anaitwa CRBC. Barabara hii iko kwenye mradi wa DMDP2 ambayo yuko kwenye fungu la 4 ambayo tunaita package 4. Mkandarasi anaitwa CRBC, ambapo pamoja na barabara hii ana barabara zingine ambazo ziko katika kata zingine kama kata ya Sinza, kata ya Manzese, kata ya Makurumla, ana barabara nyingine. Lakini katika kata hii ya Mabibo ana barabara hii moja ambayo ni ya Binti Kaenga. Mradi wote una thamani ya bilioni 19.1, lakini barabara hii ina thamani ya bilioni 2.16. Barabara hii itajengwa kwa hicho kiwango cha lami, lakini pia kutakuwa na njia za watembea kwa miguu, kutakuwa na taa za barabarani, kutakuwa na mifereji ya kutoa maji barabarani. Kwanza kabisa nipongeze sana na nimpongeze mama yetu, rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kusikia kilio chetu tulichokuwa tukikilia na kuweza kuharakisha au na kuweza kufanya jitihada za kutoa fedha ili kuweza mradi huu kuanza. Kweli mradi wa Binti Kaenga umeanza na tumethibitisha umeanza kweli kweli. Lakini tu kwa leo ambapo tulivyotembelea huu mradi, tumeona mradi unaendelea vizuri, lakini changamoto zipo katika mradi huu. Kwanza kabisa watu bado hawana elimu kuhusiana na huu mradi. Watu wanapita kiolelaolela, hakuna zile zinazoonyesha kuwa huku kuna mradi. Unaona, kwa hiyo watu wanakuwa wanashindwa kufahamu kama kwa sasa mradi huu hatupaswi kupita eneo hili. Unaona, kwa hiyo ni changamoto kubwa. Na pia changamoto nyingine kuwa mipaka bado haijaonekana sawa sawa, kujua wapi mwisho wa barabara hii au mwanzo wa barabara hii bado. Lakini nimshukuru sana msimamizi wa mradi huu ambaye ametuelewesha kutuambia kuwa kesho atafanya jitihada zote wakishirikiana na watu wa ardhi wa manispaa kuweza kuja kupima, yani kuweka alama zao, ili na sisi tukiwa kama wasaidizi wa Mama Samia tuweze kujua tunawaambia nini wananchi waweze kupisha ili mradi uweze kuendelea. Kingine kwenye huu mradi ilikuwa uishe mwezi wa 8 tarehe 15, lakini kwa changamoto za hapa na pale mradi huu utaongezeka miezi 3 mbele ndio utakwenda kuisha, tukimaanisha mradi huu utaisha mwezi wa 12. Nasi tumepokea kwa sababu siku zote tuna kizuri ndicho tunachokitegemea. Unaona, kwa hiyo mimi hayo ambayo nilioyaona katika mradi huu, lakini
Mwisho mradi unaendelea vizuri sana na wapo kwenye kasi kubwa sana. Diwani huyo katika ziara yake amepata pia kutembelea ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa, ambapo amekuta ujenzi ukiendelea lakini ukiwa unasuasua na kutoa maagizo haya. Hapa ndo ofisi yetu ya serikali ya mtaa Wajitegemee. Kipindi kile mnanikabidhi ilani, tulikuja tukatembelea hapa, tukaona kuwa wenzetu walifanya lakini hawakumaliza. Kwa hiyo kwa sasa na sisi tumejitahidi, era imeingia, mzabuni yupo anafanya kazi yake, lakini tu kwa masikitiko nilisisitiza aje awepo, lakini hakuwepo kwa sababu hii kazi ilikuwa ni ya wiki 2 tu, si ndio? Mkataba unasema wiki ngapi? 2. Hii kazi iwe imekwisha, lakini mzabuni huyu amevuka muda. Nitaka tuwepo kwa pamoja na nyinyi wenye duka lenu, msikie nini sababu zinazomfanya mpaka achelewe au awe nje ya nini, ya mkataba. Nilitegemea au tulitegemea tunavyoanza mwezi wa 8 wenye ofisi yao wakae. Nikuombe mtendaji umwite ofisini tuweze kujua lini anakabidhi kwa portion ambayo aliyosaini mkataba. Na mimi nisingependa kwenye kata hii tuwe na watu kama hawa wa kutuchelewesha. Katika ziara hiyo ametembelea katika ofisi ya mtaa wa Mabibo, ambapo pia ameridhishwa na ujenzi ambao unaendelea katika ofisi hiyo, huku akiagiza baadhi ya mambo yaweze kufanyika. Leo tumepita hapa kuja kuiangalia ofisi ya mtaa wa Mabibo baada ya kuunguliwa na ile ambayo iliyokuwa ya zamani kule mbele, tukasikia kuwa tumekuja kupewa huku. Nafikiri tumeiona wote, imeshafika kwenye stage ya mwisho, lakini wanaotufanyia hili bado hawajatukabidhi. Kwa hiyo kama hatujakabidhiwa, ni ngumu kusema chochote au ni ngumu kuuliza lolote mpaka tutakapokabidhiwa. Labda tu nikuombe mwenyekiti na mtendaji na wajumbe husika muweze kutuandalia au kuniandalia ripoti ambayo inahusiana na hivi vitu.